tunapomwona Mungu akisema na Joshua, Mungu hamwangalii kwa zile udhaifu anapaswa kukua naye kwa uzee. Mungu anakuja kwa Joshua kama jinsi angekuja kwa kijana. Hapa Mungu anamwambia Joshua, japokuwa wewe Joshua umekuwa mzee, watu wa Mungu haisimamishi Mungu kumwambia Joshua habari za kazi. Na kwa hiyo ninaomba leo Mungu akamtie mtu, akamsaidie mtu akaweze kuinuka, akaweze kujitia nguvu, na akaweze kujua kwamba Mungu hawezi kuacha kukuweka kwa idadi ya wafanyakazi. Mungu hawezi kukuondoa kwa idadi ya watu wanapaswa kufanikisha mambo fulani. Mungu alikuja kwa Joshua si kumwambia sasa Joshua umekuwa mzee na kwa hiyo naona afadhali uretire, ama Joshua umekuwa mzee kwa hiyo kuna mambo yale hauwezi kuyafanikisha tena. Mungu alikuja kwa Joshua na akamwambia Joshua, umekuwa mzee lakini kuna bado kazi. Mtazamaji, umeonekana umepungukiwa na kitu fulani lakini bado kuna kazi. Mungu alikuja kwa habari za kazi zilihitaji kufanyikwa. Mungu hakutafuta mtu mwingine. Wapendo, Joshua alikuwa already kwa ujana wake na kwa umri fulani alikuwa ametekeleza akafanikisha mambo fulani na yakaonekana kufanikiwa. Ukikumbuka huyu Joshua hasa alikuwa nani? Joshua alikuwa ndiye mtu msaidizi wa Musa. Na wakati walitoka Misri, Joshua alikuwa karibu na Musa. Watu wa Mungu, wakati Aroni aliondoka kwa ile kukuwa msaidizi wa Musa, Joshua ndiye alibaki pale. Na kwa hiyo Joshua alikuwa ni kama mjakazi wake Musa. Wapendo, wakati Musa aliaga na Musa akatoka kwa kazi ama akatoka kwa kuelekeza wana wa Israeli, Joshua ndiye aliendeleza kazi ile. Kwa hiyo tunapatana na Joshua kwa umri wa ujana wake, na tunapatana na Joshua akiwa ametekeleza akafanikisha makazi iliyopendeza Mungu. Watu wa Mungu, Joshua alikuwa katikati ya idadi ya wale walienda kupeleleza mji wa nchi ya Kanani, na akalete taarifa ama akalete ripoti kizuri akiwa pamoja na Caleb. Wengine walilete taarifa negative, wengine walilete ripoti negative, lakini Joshua na Caleb kwa ujana wao, wapendwa, walilete ripoti kilicho kizuri. Na kwa hiyo jua kwamba hata kama kwa ujana wako ulishafanikisha mambo fulani, miradi fulani zilifanikiwa na zilikuwa nzuri, haimaanishi sasa kwa sababu ya umri wa uzee hautaendeleza kazi. Haimaanishi sasa ukae kitako na useme mimi nishafanya yale yalihitajika nifanye na kwa wakati wangu nilifanikisha. Wapendwa, hapa Mungu bado anakuja kwa Joshua na anamwambia kwamba Joshua, umekuwa mzee lakini bado kuna kiasi ya nchi bado haujamiliki. Kuna kiasi ya sehemu bado haujaichukua. Sehemu inayobaki ni kubwa.